Lingine hapa ndani nimeona limezungumziwa swala la kamari. Kamari. Kwenye nchi yetu ya Tanzania, kamari sio kosa kisheria. Kamari hizi ambazo zimesajiliwa kubeti. Lakini kamari za mtaani nje ndani mtakamatwa vijana. Sasa mapendekezo ya mwanzo yalikuwa mtu akienda kubeti kama na 100,000 akatwe kwenye lile dau lake kabla hata hajala hajapata chochote. Watu wanaobeti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani wabunge wengi hapa hawana elimu ya kubeti. Mimi nimebeti sana. Wala kama alikuwa nataka hiyo kwa nimwambie, nimebeti sana, najua. Watu wengi hawana elimu ya kubeti. Kwenye betting, Mwenyekiti, mpaka sasa hivi mtu akila mkeka anakatwa hela. Akipata, kwa mfano ameweka 10,000, akipata 200,000 anakatwa karibia kama 24,000 hivi kama sikosei. Anakatwa. Kuna mkeka wangu kabla sijawa mbunge nilipata kama milioni 100 na kitu. Hela. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa anamalizia mchango wake. Kwa hiyo haya mapendekezo ya kamati ya kuondoa yale makato kwenye mtu anapobeti na kuyapeleka pale ambapo mkeka wake utakuwa umetiki kwenye ile faida anayoichukua agawane na serikali, mimi naipitisha 100%. Mmefanya mambo sahihi. Asante. Na hapa niwaambie vijana wetu, kamari sio mchezo mzuri sana, lakini kwa sababu wanapata pesa kihalali, hawamkabi mtu, na sheria za nchi yetu inaruhusu watu waendelee kubeti. Tunaomba mnapotandika mikeka tandikeni kwa uzuri, ili mnapopata faida na serikali iokote humo. Mheshimiwa Chipando, basi kwa kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza sana kamati ya budget, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mzee Omari, nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa furaha. Mimi kama mfalme wa bodaboda hivi naamini 100% naenda kukanyaga Kigoma mjini pale tarehe 27. Ni mapokezi makubwa ya bodaboda kwa hichi ambacho kimefanywa na serikali ya awamu ya 6. Asante sana Mheshimiwa. Naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana.